Katika anga lililofunikwa na maumivu mazito ya huzuni, lango la kituo cha kijeshi cha anga cha Dover Air Force Base lilifunguka pole pole, kana kwamba lenyewe pia lilihisi uzito wa tukio lililokuwa linakaribia kutokea. Ndani ya uwanja huo wa kijeshi uliopo katika jimbo la Delaware, taifa la Marekani lilisimama kimya. Hakukuwa na kelele za kisiasa wala sauti za kampeni za siasa. Kulikuwa na jambo moja tu lililounganisha kila mtu aliyekuwepo mahali hapo: heshima kwa mashujaa walioanguka vitani. Siku hiyo ndege ya kijeshi ilipenya anga kwa utulivu mzito, ikibeba mizigo isiyo ya kawaida kabisa: miili ya wanajeshi 6 wa Marekani waliopoteza maisha katika vita vinavyoendelea huko Mashariki ya Kati. Na pale chini alisimama kwa utulivu. Uso wake ulibeba hisia nzito isiyo kifani, naye si mwingine ni Rais wa Marekani Donald Trump. Ibada ya kijeshi inayojulikana kama Denial Transfer ni moja ya matukio mazito zaidi katika utawala wa rais yoyote yule nchini Marekani. Ni wakati ambao taifa linaweka kando tofauti zake zote na kusimama pamoja kuwapokea waliotoa maisha yao kwa ajili ya nchi yao. Trump alisimama wima kwa utulivu, huku akiwa amevalia suti ya blue na tai nyekundu, kichwani akiwa na kofia nyeupe yenye maandishi ya USA. Pembeni yake alisimama makamu wa rais J.D. Vance pamoja na wake zao. Pia walikuwepo viongozi wakuu wa serikali ya Marekani, akiwemo waziri wa ulinzi Pete Hegseth, mwanasheria mkuu Pam Bondi, mkuu wa wafanyakazi wa ikulu Suse Wills, mjumbe maalum Steve Witkoff na mkurugenzi wa ujasusi wa taifa Tulsi Gabbard. Lakini hata uwepo wa viongozi hawa wakubwa haukuweza kupunguza uzito wa huzuni uliotanda mahali pale. Ndege ya kijeshi iliposimama, mlango wake ulifunguliwa taratibu. Askari wa heshima walijipanga kwa nidhamu isiyo kifani. Kisha tukio lilianza. Moja baada ya lingine, majeneza 6 yaliyofunikwa kwa bendera ya Marekani yalibebwa kutoka ndani ya ndege. Trump alinyanyua mkono wake kwa saluti ya kijeshi kila jeneza lilipopita mbele yake. Hakukuwa na hotuba wala hakukuwepo na maneno yoyote zaidi ya huzuni tu kutanda mahali hapo. Kulikuwa na ukimya mzito tu uliovunjwa tu na hatua za askari waliokuwa wakibeba mashujaa wao kutoka ndani ya ndege. Waliorejea siku hiyo hawakuwa majina tu katika taarifa za kivita. Walikuwa watu waliokuwa na maisha, familia, ndoto, matumaini, hata na heshima kwa taifa lao. Wanajeshi hao waliopoteza maisha katika vita huko Mashariki ya Kati ni pamoja na Meja Jeffrey O'Brien mwenye umri wa miaka 45, Kapteni Cody Koch mwenye umri wa miaka 35, Chief Warrant Officer watatu Robert Mason mwenye umri wa miaka 54, Sergeant daraja la kwanza Nicole Amo mwenye umri wa miaka 39, Sergeant daraja la kwanza Noah Tigens mwenye umri wa miaka 42, na Sergeant mdogo zaidi katika sehemu hiyo Declan Cody mwenye umri wa miaka 20. Walikuwa wanachama wa kikosi cha akiba cha jeshi la Marekani kilichoko Des Moines katika jimbo la Iowa, kikosi kinachojihusisha na kusambaza chakula, mafuta, silaha na vifaa muhimu kwa wanajeshi walioko mstari wa mbele. Lakini safari yao ya utumishi ilikatishwa ghafla na mizinga na mabomu na drones kutoka Irani. Walipoteza maisha baada ya shambulio la drones lililolenga kituo cha amri cha jeshi la Marekani nchini Kuwait. Tukio hilo lilitokea siku moja tu baada ya Marekani na Israeli kuanzisha kampeni ya kijeshi dhidi ya Irani, hatua iliyozidisha mvutano mkali katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Kwa taifa walikuwa mashujaa, lakini kwa familia zao walikuwa watu waliopendwa zaidi duniani kuliko kitu chochote kile. Nicole Amo alikuwa mama wa watoto wawili. Mume wake alisema alikuwa karibu kurudi nyumbani ndani ya siku chache tu kabla ya shambulio hilo. Na hapa na nukuu, "Huwezi kufikiria kitu kama hiki kinaweza kutokea ukiwa Kuwait," alisema kwa huzuni. Jeffrey O'Brien alitumikia jeshi la akiba kwa karibu miaka 15 tu. Alikumbukwa na familia yake kama kijana wa shamba mwenye tabasamu la upole na moyo wa kusaidia wengine hapa duniani.
Robert Mazani kwa upande wake alijulikana kama kiongozi imara na baba mwenye upendo mkubwa kwa familia yake. Na kijana mdogo zaidi aliyefariki katika vita hivyo, Declan Cody, mwenye umri wa miaka 20 tu, alikuwa amejifunza kutatua matatizo ya mifumo ya kompyuta za kijeshi, kazi iliyomfanya aonekane mwenye kipaji kikubwa kisichokifani. Baba yake alisema, na hapa namnukuu, alipenda kazi yake, alipenda kuwa askari, lakini zaidi ya yote alikuwa mtu mwema sana, mwisho wa kunukuu. Kifo cha wanajeshi hawa 6 ni ukumbusho mkali wa gharama halisi ya vita vitani. Katika mikutano ya kimataifa na mijadala ya kisiasa, vita mara nyingi huonekana kama mikakati na ramani za kijeshi tu. Lakini katika uwanja wa ndege wa Dover, vita vinaonekana kwa sura tofauti kabisa. Vinaonekana kama mama anayelia kimya, mtoto anayekumbatia baba yake aliyebaki, na jeneza lililofunikwa kwa bendera tu. Sergeant Wallowa Johnny Ernst, mkongwe wa vita, alisema taifa la Marekani lina deni hakika, tena deni kubwa kwa askari yao. Na hapa namnukuu, walikuwa wakifanya kazi ya heshima kubwa kulinda Wamarekani wenzao na kuhakikisha usalama wa nchi yetu, mwisho wa kunukuu. Baada ya dakika 30 za ibada ya heshima, majeneza hayo yalipelekwa katika kituo cha kuhifadhi miili ndani ya Dover Air Force Base, ambapo yatatayarishwa kwa mazishi yao ya mwisho. Lakini kwa taifa zima, majina yao hayataishi makaburini, yataendelea kuishi katika historia ya Marekani, katika kumbukumbu za familia zao pia, na katika hadithi za kizazi kijacho kuhusu askari waliokuwa tayari kutoa kila kitu kwa ajili ya nchi yao. Kwa sababu katika ulimwengu wa vita na siasa kuna ukweli mmoja usiotabirika. Ushujaa haupimwi kwa muda wa kuishi, bali kwa ujasiri wa kusimama pale ambapo wengine wanaogopa kusimama hakika. Hii ni Shehena Media. Endelea kufuatilia kwa habari za uhakika. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari mbalimbali zinazokujia.